Bima Pub, urahisi wa maisha. Sheikh Abubakar bin Zubair, mufti mkuu wa Tanzania, Sheikh Saleh Omar Kabi, mufti mkuu wa Zanzibar, Rais wa Al-Hikma Foundation, Sheikh Sharif Abdul Qadir Al-Ahdal, mufti wa Burundi, kadhi mkuu wa Zanzibar, kadhi mkuu wa Rwanda, naibu kadhi mkuu wa Kenya, Sheikh Walid Al-Hadi Omar, Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkurugenzi wa Al-Hikma Foundation, Sheikh Nurdin Kishki, mzee wetu mzee Kinana, mashekhe na waalimu nyote mliopo hapa, ndugu washiriki wa mashindano, ndugu wadhamini wa mashindano haya, ndugu wananchi mliohudhuria, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika mashindano haya ya kimataifa ya kuhifadhi Qur'an tukufu yaliyoandaliwa na taasisi ya Al-Hikma Foundation, yanayoshirikisha washiriki kutoka mataifa mbalimbali. Kipekee nachukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa taasisi ya Al-Hikma Foundation kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuwa mgeni rasmi wa mashindano haya makubwa ya Qur'an tukufu duniani, ambapo mashindano haya kwa mwaka huu yanatimiza miaka 25 tokea kuanzishwa kwake. Nasema asanteni sana kwa heshima hii kubwa mlionipa. Napenda kuipongeza taasisi ya Al-Hikma Foundation inayoongozwa na Sheikh wetu Sharif Abdul Qadir Al-Ahdal kwa kuandaa mashindano haya makubwa duniani na kwa hatua hii kubwa iliyofikiwa katika mashindano haya. Aidha, nachukua fursa hii kuwakaribisha wageni wetu wote kutoka mataifa na mabara yote duniani. Kwa pamoja tufurahie amani ya nchi yetu na tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutudumisha katika neema hii na aupe baraka mkusanyiko wetu huu. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, taarifa nilizonazo ni kwamba mashindano haya yalianza kwa kuwa mashindano ya mtaa, mashindano ya kata ya Temeke na kisha yakawa ya mkoa mzima wa Dar es Salaam. Mashindano haya kuanzia sasa yanastahiki kufahamika kama mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani ulimwenguni, yani the greatest intercontinental holy Quran competition. Hii ni kutokana na ushiriki wa watu kutoka mabara yote duniani katika mashindano haya, ambapo washiriki kutoka bara la Ulaya, Asia, Australia, Amerika ya Kusini, Amerika ya Kaskazini na wenyeji bara la Afrika wote wapo hapa leo hii. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, kwa kweli ni jambo la fahari na la kuipongeza taasisi ya Al-Hikma Foundation kwa kuiwezesha Tanzania kufikia kiwango cha kuendesha mashindano kama haya kimataifa. Hiki ni kielelezo chengine cha wazi kuwa Tanzania ni nchi salama katika kuendesha mashindano makubwa kama haya, makongamano na hata mikutano ya kimataifa. Mashindano haya ni kielelezo cha kuwepo kwa uhuru wa kuabudu uliomo ndani ya taifa letu. Huu ni ushahidi kuwa nchi yetu inatoa ushirikiano wa kutosha kwa shughuli hizi za dini bila kujali utofauti wa dini au madhehebu yetu. Jambo hili lililoanzishwa na waasisi wa taifa letu lina umuhimu mkubwa katika kujenga umoja, mshikamano pamoja na kuienzi amani na utulivu uliopo. Napenda kuipongeza sana taasisi ya Al-Hikma kwa kuandaa mashindano haya makubwa, bila ya kusahau wadhamini wetu wote waliodhamini na kuunga mkono shughuli hii. Kwa namna kipekee napenda kuwashukuru na kuwapongeza sana wadhamini wakuu
kuendelea kuwa kinara wa kudumu katika kuyadhamini mashindano haya kila mwaka. Zangu za dhati kwa washiriki wetu wote wa mashindano haya kwa kazi nzuri walioifanya. Kwa kweli kila mmoja wao ameonyesha umahiri katika kuisoma Qur'an tukufu. Hii inaonyesha wazi ni jinsi gani washiriki wetu hawa walivyochukua jitihada za makusudi katika kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu na kuwa tayari kufuata miongozo ya walimu wao mpaka kuweza kukihifadhi kitabu hiki. Dunia nzima leo imeshuhudia washiriki wetu jinsi wanavyokisoma kwa ustadi na weledi kitabu hiki kitukufu cha Qur'an. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, mashindano haya yamekuja katika kipindi ambacho tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao iliteremshwa ndani yake hii Qur'an. Hivyo basi ni wasihi Waislamu wenzangu tujitahidi kukisoma kitabu hiki na kukihifadhi, pamoja na kuwashajihisha vijana wetu katika kukihifadhi, kwani kufanya hivyo bila shaka ni mojawapo ya njia ya kukienzi kitabu hiki kitukufu na hatimaye kuweza kupata mashehe na maulama wa baadaye. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, naomba kuwakumbusha kuwa tumo katika 10 la pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo tujitahidi kumuomba msamaha Mola wetu kwa makosa mbalimbali tuliyoyafanya kwa kujua na kwa kutojua. Tusiache utamaduni wetu mwema wa dini yetu ya Kiislamu wa kusaidiana katika mwezi huu mtukufu ili kuwafariji wale wote wenye hali duni ndani ya mwezi mtukufu huu. Kwa mara nyingine napenda kuipongeza taasisi ya Al-Hikma Foundation kwa huduma zao nzuri wanazozitoa hapa nchini, ikiwemo huduma za kielimu, masuala ya kindoa kama tulivyosikia hapa, na hili la kusimamia na kuandaa mashindano haya makubwa ya Qur'an tukufu duniani kama tunavyoshuhudia kila mwaka. Nichukue nafasi hii kuziomba taasisi za fedha, mashirika ya umma, wafanyabiashara mbalimbali na jamii kwa ujumla kuziunga mkono jitihada za taasisi yetu hii ili izidi kutuletea manufaa na maendeleo kwa vijana wetu na nchi yetu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumewapa nguvu zaidi wenzetu hawa katika kuyafikia malengo yao ya kutekeleza mambo haya ya kheri na kuendeleza harakati zao. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, napenda kumalizia hotuba yangu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufanikisha mashindano haya. Natoa pongezi kwa washiriki wote kwa kazi nzuri waliotuonyesha kwenye mashindano ya mwaka huu. Tunawapongeza wote pamoja na majaji kwa kazi walioifanya. Shukrani kipekee haya. Aidha, napenda kwa wa nchi mbalimbali ambao wamekuja hapa na wale ambao wameshiriki katika mashindano haya, bila ya kuwasahau nyinyi wananchi wote wa Tanzania mlioshiriki katika mashindano haya. Wakati nilipofika hapa, kabla sijaingia ndani, nimekuta umati mkubwa huko pale nje. Nikawa najiuliza ni nini kimefanya wachelewe kuingia ndani. Kumbe vile uwanja huu mkubwa ulishajaa, uwanja mdogo ule wa pale pembeni umeshajaa, na bado kuna wananchi wamesimama pale nje hawajapata nafasi ya kuingia humu. Hii ni neema kubwa kwetu. Tunaionyesha dunia kwamba kwa kweli tuko mbali katika swala zima la kukienzi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, aidumishe nchi yetu katika amani na awawezeshe Al-Hikma Foundation kuendeleza jambo hili muhimu sana kwa nchi yetu na kwa dini yetu. Baada ya kusema hayo, na kushukuruni nyote kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vikindu New Village wanawaletea viwanja
Kigamboni, Dar es Salaam, kiwanja chenye futi 40 kwa 50 chenye square mita 200 kwa shilingi za Kitanzania milioni 2.3 tu. Na tena unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja vipo Rugwadu Magengeni. Fika kituo cha daladala Mwembe Mtengo na safari itaanzia hapo kuelekea site. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, shule, umeme na hospitali. Vyote vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0760042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana @vikindo_new_village 001. Ukiwaza kiwanja, waza Vikindo New Village. Kiboko kabisa.